Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa Spika, nianze kwa kusema naunga mkono hoja kwa 100%. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumpongeza Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kazi nzuri sana aliyoifanya kwa diplomasia ya nchi yetu. Toka ameingia madarakani mwaka 2021, kazi aliyoifanya Dr. Samia ya kuijenga diplomasia ya nchi yetu ni kazi ya mfano, na kwa kweli inastahili pongezi, na tunampongeza rais kwa kazi nzuri aliyofanya. Amejenga heshima kubwa sana ya nchi yetu. Rais, hongera sana kwa kazi nzuri uliyofanya. Lakini nimpongeze sana kakaangu Thabit Kombo, waziri wa mambo ya nje. Kakaangu, unafanya kazi nzuri sana. Wewe hodari, muungwana, mzalendo, na umefanya kazi ya diplomasia ya nchi yetu kwenda vizuri sana. Wewe pamoja na wasaidizi wako umepata vijana wamelelewa na umoja wa vijana wa CCM, na hakika wanakusaidia kazi nzuri ya kuendeleza diplomasia ya nchi yetu. Lakini chukue muda huu, kwa sababu ya muda kidogo, ni washukuru watendaji wa wizara hii wakiongozwa na katibu mkuu. Wanafanya kazi nzuri sana, umepata wazalendo sana. Na niwapongeze mabalozi wanaoiwakilisha nchi yetu duniani. Watu hawa kazi wanayofanya, bahati mbaya ni kwamba haionekani sana huku, lakini ukiona vinaelea vimeundwa. Mabalozi wanafanya kazi nzuri ya kuiwakilisha nchi yetu, na kazi hii lazima wabunge tuiunge mkono, na leo tupitishe bajeti hii kwa kishindo ili tuonyeshe kwamba tunatambua kazi nzuri ambayo inafanywa na mabalozi ambao wanawakilisha nchi yetu huko duniani. Mheshimiwa Spika, baada ya kazi hii nzuri iliyofanyika, na mambo mawili makubwa ya kushauri. La kwanza, baada ya kazi hii nzuri iliyofanyika, idadi ya Watanzania kwenye taasisi za kimataifa imeongezeka. Tunayo mifano mingi, tumeenda kwenye uchaguzi, tumechaguliwa, lakini wale wanaoteuliwa na kadhalika. Nataka kuomba wizara hii tusaidie jambo moja. Tunao waraka wa utumishi wa umma wa mwaka wa 2009. Waraka huu pamoja na mambo mengine, kwa haraka unazungumzia likizo ya bila malipo ya watumishi wa umma. Sasa waraka huu unapunguza kasi ya ushiriki wa Watanzania kwenye taasisi za kimataifa. Kwa nini? Kwa sababu moja, kupata likizo hiyo imekuwa tabu, lakini likizo hiyo ina masharti ambayo hawa Watanzania wazalendo wakipata fursa huko duniani, wakienda, wakirudi huku, wanarudi kuanza pale walipotokea. Kupanda kwao vyeo kunasimama. Sasa nadhani hili lina discourage hawa watu kwenda huko nje. Ninakuomba Mheshimiwa Waziri, tunakuamini, nina hakika unaweza, shirikiana na Wizara ya Utumishi, nendeni mkapitie upya waraka huu ili tuongeze idadi ya Watanzania. Badala ya kuwa discourage kwenda, tuwa encourage kwenda, kwa sababu inatupa fursa ya sisi Watanzania kutumia wanachama wetu kwenye taasisi hizo kuhakikisha mambo yanakwenda. Mheshimiwa Spika, swala la pili, ujenzi wa nchi ni historia na unachukua muda mrefu, na katika historia hiyo kuna uwezekano wa kupitia milima na mabonde, nyakati njema na nyakati mbaya, nyakati nzuri na za furaha, na wakati mwingine nyakati za huzuni. Na nahodha mzuri anapimwa wakati wa dhoruba. Nchi yetu imekuwa na miongo kadhaa ya kujenga historia yetu na mahusiano yetu na marafiki zetu. Ndio maana ninawapongeza marais wa nchi hii. Katika misukosuko, katika raha, bado diplomasia ya nchi yetu imeendelea kushamiri. Na Rais Samia ameonyesha kwa vitendo kabisa. Tulipopitia mawimbi, rais amesimama imara, ameonyesha uzalendo, na hili limepeleka salamu duniani kwamba hata kama tukipitia matatizo, bado tuna uwezo wa kushughulikia matatizo yetu wenyewe. Na hili limempa heshima rais wetu, na hili linatupa sisi kumuunga mkono rais wetu kwa kazi anayofanya. Sasa nataka kuiomba wizara mara kadhaa tuwakumbushe marafiki zetu
kwamba tuko tayari kushirikiana nao kama marafiki zetu kuzitatua changamoto mbalimbali tunazopitia, lakini muhimu wakumbuke, nchi hii iko huru, ilipata uhuru wake. Uhuru wetu hatukupewa kama zawadi, tulipambana tukapata uhuru wetu. Tuko huru wa uheshimu uhuru wetu, tunaheshimu mchango wao, tunathamini mchango wao kwa kushughulikia changamoto tulizonazo, lakini waje wakijua nchi iko huru na wauheshimu uhuru wetu. La pili, marafiki zetu waje, lakini muhimu wakumbuke, wasitumie changamoto tulizonazo kutunyanyasa, kutukandamiza, kutuonea, kutudhalilisha. Watumie fursa tunaowapa ya sisi kufanya nao kazi kwa heshima, nidhamu na upendo. Nchi hii tumekuwa na mahusiano na hawa marafiki kwa miongo kadhaa. Changamoto za siku moja, mbili, tatu haziwezi kupima uhusiano wetu na wao kwamba eti ndio msingi wa uhusiano wetu. Na nataka kuwaomba Watanzania, historia ya nchi hii itajengwa na Watanzania. Tulinde nchi yetu kwa wivu mkubwa. Tuitetee nchi hii kwa wivu mkubwa. Tusiruhusu mtu kutudhalilisha, mtu kutuonea, mtu kutunyanyasa, na isitumike fimbo ya changamoto tulizonazo kutupiga. Hilo tuseme hapana. Na niombe wizara hii mara kadhaa tuwakumbushe, iwe ni mataifa makubwa, iwe ni madogo, wote tuko sawa mbele ya diplomasia. Kwa hiyo waje tushirikiane, tufanye nao kazi. Na waziri, umefanya kazi nzuri, umetembelea mataifa kadhaa, na na hakika utakwenda kwenye mataifa mengine. Naendelea na msimamo huu, hatufungamani na upande wowote, lakini watuheshimu wanapokuja kufanya kazi na sisi. Wazingatie hii nchi ni huru, wahakikishe kwamba wanaheshimu uhuru wetu, watuheshimu, wasitudhalilishe, watutendee haki. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja. Asante sana na kushukuru. Asante. Mheshimiwa Bulaya, jiandaa Mheshimiwa Kingu. Mheshimiwa Spika, nami nikushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia kwenye wizara hii muhimu ambayo inafanya kazi kubwa sana ya kujenga diplomasia ya nchi yetu katika mataifa mengine. Mheshimiwa Spika, nami nichukue fursa hii ya kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri, mwanadiplomasia mbobezi ambaye anaifanya kazi tukufu ya kulinda uhuru, heshima ya taifa letu mbele ya mataifa mengine. Hongera sana Mheshimiwa Waziri na manaibu wako waliopikwa wakapikika, waliotengenezwa kuwa wazalendo wa taifa lao na kuhakikisha umepewa dhamana hiyo ya kukusaidia kwa ajili ya maslahi ya taifa letu. Lakini Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kumpongeza mwanadiplomasia namba 1 Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ameendeleza vyema kazi ambayo ilifanywa na marais waliopita, na yeye ni mwanadiplomasia kweli kweli. Anajua nini anafanya, anajua Watanzania wanataka nini, na anajua anashirikiana kwa lengo gani, kwa manufaa gani ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, pili, niwapongeze mabalozi wetu wanaowakilisha taifa letu kwenye nchi mbalimbali, wanafanya kazi nzuri sana. Lakini kwa heshima kubwa niwapongeze mabalozi wengine ambao mpo kwenye taifa letu mnawakilisha nchi zenu. Na hongereni sana, mmekuja leo
kuionyesha dunia, kuonyesha watu ambao hawana dhamira njema na taifa hili kwamba taifa hili lina ushirikiano mzuri wa diplomasia na nchi mbalimbali, na huu ni ushuhuda wa kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan anaifanya kazi yake vizuri kweli kweli kama mwanadiplomasia namba 1. Mheshimiwa, niwaombe mabalozi, sisi wa Tanzania ambao taifa letu huru, tunajua sisi sio kisiwa. Tunajua tunatakiwa kushirikiana na binadamu wengine wa kwenye mataifa mbalimbali kwa ajili ya diplomasia ya uchumi, diplomasia ya ulinzi, diplomasia ya maeneo mbalimbali kwa faida ya nchi yetu. Lakini vile vile na nyinyi mnapokuja kushirikiana na sisi, kuna kitu mnakipata kwetu. Tuko tayari kushirikiana na nyinyi, lakini tuko tayari kuilinda nchi yetu kwa wivu mkubwa, kwa sababu hatuna Tanzania nyingine, ni hii ambayo sisi tumeaminiwa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kulinda haki zetu kama taifa. Tutazilinda kweli kweli, lakini tutashirikiana na nyinyi kwa wale wanaotaka kushirikiana na sisi kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Waziri, na mimi nilipitia mswada ambao umewasilishwa kwenye kamati ya bunge ya mambo ya nje. Hili ni jambo kubwa. Hatuzungumzii taarifa, tunazungumzia mswada ambao ukipigiwa kura na kamati unapelekwa kwenye bunge la Seneti la Marekani, inageuka kuwa sheria. Mheshimiwa Waziri, natambua sisi wa Tanzania tuna mahusiano ya kihistoria na Marekani na tuko tayari kuyalinda kweli kweli mahusiano ya kidiplomasia, na sisi tutakuwa wa mwisho kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi yoyote. Lakini tunatambua taifa hili ni huru. Kuna mambo ambayo sisi kama taifa kwa katiba yetu, kwa sheria zetu, tuna uwezo wa kushughulika nayo, na tunawaomba watu wachache wanaotaka kuvunja heshima, tamaduni, mamlaka kamili ya nchi yetu wasitumie kigezo hicho kutaka kujinufaisha kisiasa. Mheshimiwa Waziri, tulitarajia wenzetu wangewasiliana na kamati yetu ya bunge ya NU kabla ya mswada huo kuufikisha kwenye kamati inaenda kuwa sheria. Leo unasema unapeleka mswada huo sheria kufuta visa kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao wengine ni wahanga wa matukio hayo ambayo wao wanayarifa. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi, unazungumzia kuondoa visa viongozi wa ulinzi wa taifa letu ambao hakuna natural justice, hawakuhojiwa popote, hawakupewa fursa kama serikali kupitia wizara husika kutoa statement ya serikali kwenye kamati. Hili si jambo jema, linataka kwenda kuharibu taswira na kuharibu mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi yetu na Marekani. Lakini kwenye hayo mambo anayoyarifaa Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya mahakama zetu wanazozihukumu mahakama, leo majarada 213 yamefungwa. Leo watuhumiwa 1736 wameachiwa, wako huru. Ni jitihada za mwanadiplomasia namba 1, ni jitihada na haki zinazosimamiwa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Leo watu wameachiwa huru kwa matukio ya Oktoba 29. Mheshimiwa Waziri, mimi na uhakika hawana taarifa sahihi, wana taarifa za upande mmoja. Leo tunazungumzia kukuza demokrasia. Sisi tumechaguliwa, tuliuza ilani. Ukienda ukurasa wa 33, 32 wa ilani yetu inazungumzia amani, utulivu, kuendeleza uhusiano wa kidiplomasia sisi na mataifa mengine. Ilani yetu inazungumza kuendeleza utawala wa kidemokrasia. Kwenye ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ambao ndio msafu wetu, sisi tukaenda kupigiwa kura na wananchi, sisi tumejua tumepewa jukumu la kuongoza nchi hii
tumeiuza ilani, tuko kuilinda katiba, tupo kufata sheria, tuko tayari kufata utawala bora ambao sisi kwenye ilani yetu tumeuzungumzia. Leo ikitokea taifa lingine ambao sisi pia hatuwezi kwenda kuhoji vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya kisheria vilivyopewa mamlaka ya kikatiba kwenye mataifa yao, kwa sababu tu kuna watu wana interest ya kesi moja, wanasahau kuna kesi nyingi mahakama hizo za watoto wa masikini zimewaachia huru. Mheshimiwa Waziri, leo tunazungumzia, watu wanazungumzia, wanarifaa katiba mpya. Sisi kwenye ilani yetu tumeiweka. Rais wakati anahutubia bunge kwa mara ya kwanza amesema kabla hajamaliza utawala wake atahakikisha nchi na katiba mpya. Haya mambo Mheshimiwa Waziri, wizara yako iende ikawaeleze na kamati yetu ya bunge. Mheshimiwa Spika, na wewe ni mwanadiplomasia namba 1, ulikuwa kwenye kamati hii. Sisi tuko tayari kukupa ushirikiano kuhakikisha tunailinda nchi yetu kwa gharama yoyote. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Kingu, jiandae. Mheshimiwa Ado, jiandae. Waziri Makonda, jiandae. Naibu Waziri, jiandae. Mtoa hoja. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru kwa kunipa heshima ya kuwa mchangiaji kwenye wizara hii muhimu. Kwanza kabisa Mheshimiwa Spika, nianze kwa kutoa pongezi zangu za dhati kwa Amiri Jeshi Mkuu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Spika, nimebahatika kufanya kazi pamoja na Waziri Kombo akiwa waziri wa mambo ya nje. Nimebahatika kufanya naye kazi. Kama kuna mtu anaweza akatoa ushuhuda wa namna gani diplomasia ya Tanzania imeimarishwa kwa kipindi cha miaka 4-5 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mimi ni moja ya mawitness chini ya kazi inayofanywa na Waziri Kombo. Hongera sana kaka yangu Waziri Kombo na manaibu wako wote, vijana makini kabisa. Baadhi tumekuwa nao katika Youth League ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Waziri na timu yako ya wizara, asanteni kwa kuendelea kulinda heshima, misingi na utu wa taifa langu Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, misingi ya uhusiano ya kimataifa na sera yetu ya mambo ya nje, we are non-aligned movement nation. Mheshimiwa Spika, sisi ni taifa tulisilofungamana na upande wowote, na misingi yetu ya sera yetu ya mahusiano ya mambo ya nje, na waziri, ninakushukuru, umetamka bayana, tumejikita katika kulinda mamlaka kamili ya nchi, mipaka ya nchi na uhuru wa kisiasa wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, nataka nikukumbushe mwaka 1961 Tanzania ilipopata uhuru, hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipofanya ziara ya kwanza nchini Marekani kwa mwaliko wa Rais Kennedy, alipotoa hotuba katika ikulu ya Marekani kwa vision alizokuwa nazo hayati baba wa taifa Mwalimu Nyerere, Rais Kennedy alitoa kauli ya kusema anamfananisha Mwalimu Nyerere na mipango na vision ya Tanzania kama George Washington, rais wa kwanza wa Marekani, baba wa taifa la Marekani. Mheshimiwa Spika, kwa nini ninayasema haya? Nataka nikuhakikishie, kwanza, huo mswada ndugu zangu na mimi nimebahatika kuona mswada huu. Nataka niliambie bunge lako Mheshimiwa Spika, ni rais huyu Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, jambo la kwanza alilolifanya rais wetu, wa bunge, naomba tuwe na kumbukumbu. Ninaomba tuweke kumbukumbu sawa duniani, ili kusudi tusije tukaruhusu heshima ya taifa letu, heshima ya rais wetu ikachezewa na mataifa baadhi kwa maslahi ambayo yanaweza yakafanya rais wetu na nchi yetu na viongozi wetu wakawa wanyonge. Mheshimiwa Spika, nataka nikukumbushe, katika kulinda uhuru wa kidemokrasia,
katika mambo ya nje, Rais Samia alipoingia madarakani, akiwa rais, ndiye rais wa kwanza alikwenda kuwatembelea hata wapinzani waliokuwa wametoroka na kukimbia taifa hili. Mheshimiwa Spika, Rais Samia alipoingia madarakani, kuna baadhi ya wanasiasa hawakuwa hata na passport. Rais Samia alitoa maelekezo, wakapewa mpaka hati za kidiplomasia kuwa huru kuzunguka dunia yote. Mheshimiwa Spika, Rais Samia alipoingia madarakani, kwa kulinda uhuru wa vyama vya siasa Tanzania, aliondoa katazo la mikutano yote ya hadhara iliyokuwa inakabili vyama vya kisiasa Tanzania. Vyama vyote vikapewa uhuru wa kufanya mikutano ya siasa. Mheshimiwa Spika, Tanzania ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000. Ina wastani wa makanisa yasiyopungua 4,000 na 98% ya makanisa hayo ni ya mtu mmoja mmoja, ukiachia makanisa ya kitaasisi. Nataka nilipe bunge lako tukufu. Nimesoma mswada huu kusema kwamba Tanzania inafanya religion persecution. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa, napenda nimpe taarifa msemaji kwamba pia rais huyu alikuta walikuwa hawana ruzuku vyama vya upinzani, akawapa ruzuku. Mheshimiwa Kingu, taarifa naipokea. Mheshimiwa Spika, taarifa ninaipokea, lakini ninakwenda mbali kwa kuongeza. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya uongozi wake tumeshuhudia religious liberty kwa hali ya juu. Leo hii rais anaweza kwenda kwenye kanisa akafanya donation. Muislamu anaweza kwenda kanisani akafanya donation. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini. Mheshimiwa Spika, taifa hili halina mambo ya kutesana kidini. Na ndiyo maana leo tunazungumza hapa. Pembeni yangu amekaa mbunge Muislamu, pembeni yangu amekaa mbunge Mkristo. Tumekaa, ndiyo taifa la kwanza Afrika ambalo naweza nikasema kwa ujasiri tumeweza coexist between the two big religions. Hatuna religious persecution. Mimi ninayezungumza hapa, my mother is a Muslim, I'm a Christian. Hapa ninayezungumza. Mheshimiwa Spika, tunaoleana kati ya Waislamu na Wakristo. Ninaomba kwa heshima kubwa, Mheshimiwa Kombo, wewe ukiwa kama waziri, fanyeni kila linalowezekana. Na mimi si walaumu wale wa maseneta wa Marekani. Inawezekana wamepata habari ya upande mmoja. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, mimi ninajua wewe pia ni mwanadiplomasia mahiri. Fanya mpango, Mheshimiwa Spika wangu, ongozana na Waziri Kombo, nendeni mkakae na kamati ya foreign ya Marekani. Sisi Tanzania, we need Americans. Sisi wa Tanzania tunawahitaji wa Marekani, na wa Marekani wanahitaji Tanzania. Sisi Tanzania tunahitaji European Union. European Union wanahitaji Tanzania. Sisi Tanzania tunahitaji Asia, na Asia wanahitaji Tanzania. Tunamhitaji Mchina, as Chinese wanatuhitaji. Tunamhitaji Mrusi, na Mrusi anatuhitaji. Tunamhitaji Muirani, na Muirani anatuhitaji. Tunamhitaji Muisrael, na Muisrael anatuhitaji. We are the non-aligned movement nation. Tunaomba kwa heshima na taadhima, heshima ya taifa letu Tanzania, tuendelee kufanya diplomasia ya win-win situation. Diplomasia ya wao kuja kuwekeza na sisi kuwa na masoko kwenye nchi zao. Hakuna mtu hata mmoja kwenye taifa hili anawachukia wageni. We are brothers and sisters, European Union, to Pacific, to Asia, to Indonesia. We are one people. Tujenge mazingira, Mheshimiwa Spika, ya dunia itakayokuwa salama, dunia isiyo na ubabe, dunia isiyochukulia baadhi ya mataifa madogo na kutaka kuyaonea. Kwa taifa langu Tanzania, we will protect this nation with all our strength, na Mungu atusaidie. Mheshimiwa Spika, mwisho Mheshimiwa Spika. Asante Mheshimiwa Kingu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Rais.